Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu 987 kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo mauaji, kujeruhi, kubaka na wizi wa vifaa kwenye makanisa mawili tofauti. Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga mbele ya vyombo vya habari, ambapo ametoa taarifa ya matukio mbalimbali ya kiuhalifu. Kuzaga amesema kati ya watuhumiwa 987 wanaoshikiliwa ni pamoja na waliotuhumiwa na mauaji, kujeruhi, kubaka na mmoja kumiliki silaha bila kibali. Amesema watuhumiwa hao walikamatwa katika operation iliyofanyika mkoa wa Mbeya katika kipindi cha mwezi Aprili ya mwaka 2026. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali kwa kufanya doria za kubaini na kuzuia uhalifu katika mkoa wetu. Pia kufanya operesheni na misako ambayo inaendelea kufanyika katika mkoa wetu na kupata mafanikio ambayo yamepelekea kuwakamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 987 wa uhalifu ikiwemo mauaji, kubaka, kupatikana na mali za wizi, kupatikana na silaha bila kibali na kupatikana na madawa ya kulevya ni matukio ambayo watuhumiwa wake wameweza kukamatwa. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi wa kesi zao kukamilishwa na kisha kufikishwa mahakamani, baadhi wamepatikana na hatia na wengine kuhukumiwa vifungo. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, watu watatu wanaoitwa Faustini Seresi mwenye umri wa miaka 48, huyu ni mkazi wa Kiponda Ihowanza, Nicholas Lamek mwenye umri wa miaka 32 na Daudi Richard mwenye umri wa miaka 33. Wote hawa ni wakazi wa Kitunda wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na silaha mbili aina ya gobore bila kuwa na kibali. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Aprili 19 na 23 mwaka huu 2026 katika pori la akiba la Piti Lupa Tingatinga wilayani Chunya na eneo la Nyamakonge lililopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha wilayani Mbarali katika mkoa huu wa Mbeya. Hao walikutwa na hizo silaha. Aidha, watuhumiwa walikutwa wakiwa na gololi na vipande vidogo vidogo vya chuma vipatavyo 23 au vya nondo vinavyotumika kama silaha risasi kwenye hayo magobore, lakini pia walikuwa na baiskeli ambayo walikuwa wanaitumia katika kusafiri. Uchunguzi uliofanyika umebaini kwamba watuhumiwa hawa ni wawindaji haramu. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wengine 6 ambao ni Arthur Mwanza mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Mwanyanje, Ayubu Mwaisendo mwenye umri wa miaka 42, huyu ni mkazi wa Nyigamba, Masiki Mburu mwenye umri wa miaka 24, huyu ni mkazi wa Kibonde Maji, Isaya mwenye umri wa miaka 27 mkazi wa Kiwira, Amadeo Alexi mwenye umri wa miaka 42 na Amos Amadeo mwenye umri wa miaka 42. Wote hawa ni wakazi wa mtaa wa Mtakuja Mbarizi. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuvunja majengo usiku na kuiba. Lakini baadhi yao pia wanajihusisha na ushushaji wa mizigo Mlima Nyoka kwenye magari ambayo yanasafirisha mizigo kutoka mkoa wetu wa Mbeya kwenda mikoa mingine ya jirani. Kwa hiyo watuhumiwa walikamatwa mtaa wa Mwanyanje, Kibonde Nyasi jijini Mbeya na mtaa wa DDC katika mji mdogo wa Mbarizi baada ya kuvunja majengo ya kiwemo majengo ya kanisa, kwa mfano kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo Uyole, jengo la kanisa la EAGT yani Evangelical Assemblies of God of Tanzania lililoko Uyole na nyumba za watu na kuiba mali mbalimbali ambazo wameweza kukutwa nazo. Kwa hiyo watuhumiwa walikutwa na mali hizo ambazo zimeibiwa ikiwemo television za aina mbalimbali, redio za aina mbalimbali au aina tofauti, speaker za redio, microphone, booster, mixer, magodoro, vinywaji vikali aina mbalimbali, simu za mkononi, laini za simu na vifaa mbalimbali ambavyo walikuwa wakitumia kuvunjia majengo hayo. Sambamba na hayo, kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 15
Hawa walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi kilo 3.19 na watuhumiwa 15 walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya gongo almaarufu gongo au pombe ya moshi lita 160. Watuhumiwa wengine 4 walikamatwa wakiwa na bidhaa za magendo, sukari, mafuta ya kupikia lita 220, mayai ya kuku ambayo yameingizwa kutoka nchi za Malawi au nchi jirani trei 14 bila kulipia ushuru, na haya yamepigwa marufuku yasiingizwe nchini. Kwa hiyo walikuwa wanakwepa ushuru na kuingiza katika nchi yetu. Kwa kipindi pia cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya kesi zote zilizofikishwa mahakamani zilikuwa 324. Kati ya hizo kesi 130 zilipata mafanikio kwa washtakiwa kukutwa na hatia na kuhukumiwa vifungo. Aidha, kesi 164 hizi bado ziko katika hatua mbalimbali kule mahakamani zikiendelea kusikilizwa.